Uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 uligharimu bilioni 331 na maandalizi yake yaligharimu bilioni 157. Hivi nyinyi watu wa Rungwe nikisema bilioni tunaelewana? Sasa huu uchaguzi unaotumia mabilioni ya shilingi kwenye taifa hili, sisi wananchi ambao tuna mamlaka ya kuchagua nani atuongoze, hayo mamlaka mnayo? CCM wanaandaa chaguzi zinazotumia mabilioni ya shilingi kwenye taifa hili kama maigizo, kama mazingaombwe. Hazitusaidii chochote kwa sababu wao ndo wanayeamua nani awe kiongozi. Uchaguzi mdogo, uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, kati ya wagombea wa CCM wote Tanzania nzima, kuanzia mwenyekiti wa kijiji, wajumbe wa serikali ya kijiji, wenye viti wa mitaa, jumla walikuwa ni 300,000. Hakuna hata mmoja aliyekatwa. Walioinguliwa ni wagombea wa upinzani na wa Chadema. Tunaendeleaje kufanya chaguzi za namna hii ya kihuni kwenye taifa letu? Ndio maana Chadema tumesema kusipo kuwepo na mabadiliko ya mifumo na sheria za uchaguzi, hakuta kuwepo na uchaguzi. Na mimi niwaambieni vijana wa Rungwe na watu wa Rungwe, mnalalamika kuhusu maparachichi. Nilikuwa nimekaa pale namuuliza mzee wangu, ameniambia mwaka jana, mwaka huu wameweka kodi inaitwa service levy, tozo ya ushuru wa huduma. Hivi kodi ni kodi ya namna gani ambayo lengo lake tunaambiwa halmashauri wanawapa huduma wananchi ndio wanawatoza kodi hii? Ukianza kuandaa shamba lako la parachichi hawapo, ukilima hawapo, ukiweka mbolea hawakuchangii chochote, wakati wa kuvuna unavuna wewe. Ukianza kwenda kuuza, halmashauri wanakuja wanasema tuna tozo ya ushuru wa huduma. Hiyo huduma gani mnayowapa hao watu? Ndugu zangu, CCM hawana shida na maisha yenu. Yaani ugumu wa maisha yenu wao wanafurahia kwa sababu ndo mtaji wao wa kuendelea kuwepo madarakani. Wanatamani muendelee kuwa maskini ili wawaongoze. Sasa hatuwezi kuja kuondoa madarakani hata siku moja kupitia mfumo wa uchaguzi huu tulionao. Na nyie vijana wa Rungwe na wananchi wa Rungwe niwaambieni, hii no reforms no election, anzeni kuanzia sasa kuambia polisi dili la kulinda uchaguzi mwaka huu ni gumu. Yaani hiyo biashara ni kama kukamua utumbo, kwa sababu haitakuwepo. Waambieni walimu, hakuna uchaguzi mtakaoenda kuandikisha au kusimamia, kwa sababu huo uchaguzi mnaenda kutuibia haki yetu ya kuwachagua watu tunaowataka. Hiyo dili mwaka huu haitakuwepo. Anzeni kuwatumieni huo ujumbe mapema. Waguseni mahali ambapo wataona jambo hili ni la hatari, ili tukae meza moja na tuamue hatima mpya ya taifa letu. Mwisho, ili tuwahi kwenda kujiandaa na mikutano mingine ya kesho na mvua isije ikaonyeshea. Kipaumbele, sisi vijana kila siku tunalalamika kuhusu tatizo la ajira kwenye taifa hili. Juzi tumemsikia waziri mkuu anasema kwamba vijana nendeni VETA kwa sababu mmemaliza vyuo vikuu hamuajiriki, hamna ujuzi. Sasa mimi nimuulize, hivi vijana wote walioenda VETA wana ajira? Hivi Majaliwa anatuambia kwamba vyuo vikuu vyote vilivyopo kwenye taifa hili havina maana, kwa sababu unaweza ukaenda ukasoma chuo kikuu ukapewa mkopo. Mimi binafsi wananidai sio milioni 20 ngapi pesa za mkopo. Halafu huyo ambaye umempa mkopo kodi ya Watanzania umemsomesha miaka 3 chuo kikuu, halafu unamwacha mtaani, hujui hata huo mkopo uliompa unaurudishaje. Hivyo ni akili matope. Halafu unamwambia tena aende VETA. Haya, mimi nimeenda VETA, nikitoka huko VETA ili nilande mbao, si lazima niwe na hizo mashine, si lazima niwe na hivyo vifaa. Naenda kuvinunua wapi? Hiyo hela kuvinunua natoa wapi? Hata ukimaliza VETA utahitaji kuwa na mtaji wa kufungua hicho kiwanda chako kidogo au kufanya shughuli zako. Na hiyo ndo shida ya vijana wa taifa hili. Tunasema kwamba hatuna mitaji, hakuna ajira. Sasa unatuambia twende VETA. Hawa watu wameshindwa kufikiria. Akili zao zimefika mwisho. Hata uwalazimishe vipi,
hata muelekeze vipi, hata muambie nini, hawaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Hawataki kusikia mifumo bora ya uchaguzi kwa sababu wanaamini hakuna Mwanarungwe mjinga atakaye kwenda kuwachagua eti kwa sababu wana jambo la maana wataenda kumfanyia. Wanafahamu. Sasa kazi yenu nyewe watu wa Rungwe, hakuna malaika atakaye kuja kuwaleteni Tume Huru ya Uchaguzi. Hakuna maajabu yoyote atakayotokea kwenye taifa hili ya kutupatia Tume Huru ya Uchaguzi na mifumo bora ya uchaguzi. Ni lazima kila mmoja aikane nafsi yake na aseme, nyewe watu tumewachoka na umefika wakati ni lazima tuamue hatima mpya ya taifa hili. Na sisi Bavicha mmezoea kwamba tunasema awamu hii tutatafuta mahali pa kugusana ambako hatujai kugusana ili tuheshimiane na tuende tukatengeneza hatima bora ya taifa hili. Hivi mimi leo mnaniambia leo mimi niwe na amani gani? Tunao vijana kwenye taifa hili wakizungumza katiba mpya wanatekwa, wanapotea. Sijui mimi kesho nitakuwa wapi. Nimemsikia hapa mnasema Chaula. Yuko mtu anaitwa Soka. Yuko mtu anaitwa Amani Manengero kule Mwanza, hayupo. Hili ni taifa la namna gani? Kila siku tunaambiwa mama, mama, mama. Hivi mama wa namna gani tunaye kwenye taifa hili ambaye watoto wake wanapotea, hakemei, asemi lolote? Sasa mnaendelea kutengeneza uasi ndani ya taifa bila kujua. Nilikuwa nimesikia hapo mwanzo wakati huu mkutano unaanza, mmesema ilibidi tufanyie pale barabarani, OCD ametuleta huku. OCD hizo shobo zingine punguzeni. Hawa CCM, hawa watu hata ukijipendekeza vipi kwao hawatakusaidia chochote. Hili taifa ni taifa la kwetu wote. Kama CCM mliwapa nafasi wakazungumza pale mambo yanayohusu wa Tanzania, na sisi Chadema turuhusuni hapo hapo tuzungumze ili watu wa Rungwe watupime ni nini tunasema na kipi cha ukweli, kipi sio cha ukweli. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nimekusikia unazungumza kuhusu habari ya sisi kuagiza vitu nje. Mimi nikaa najiuliza, hichi kila kitu tunachoagiza nje, yani kwa nini hawa watu wanaagiza nje? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, siri ya haya mambo ya taifa letu kuwa na serikali ambayo inapenda kuagiza vitu nje ni 10%. Wakiagiza vitu nje, wakimpa tenda, mtolee mfano. Sasa hivi kuna ujenzi wa hizi barabara na ujenzi wa reli. CAG mkaguzi wa hesabu za serikali anasema 90% ya matumizi ya shughuli za ujenzi na reli kwenye taifa hili, 90% ya matumizi yote yanafanyika nje ya nchi. Na wanafanya nje ya nchi kwa sababu ndio nikiwaamshe kujua kwamba taifa hili limekuwa ni pango la lawanguzi na watu wanawafanyia biashara maisha yenu. Nyewe mnahangaika kila siku kulima, hilo jasho lenu linawafanya wao wananunua mashangingi. Mwaka jana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kipaumbele cha CCM wao ni vitu ambavyo sio vipaumbele vyenu wananchi. Mwaka jana CCM wamenunua mashangingi, VX, haya magari makubwa wamenunua ya shilingi bilioni 900. Yaani nyie wakati mnahangaika kuhusu huduma za afya, kuhusu shule, wao wanaagiza mashangingi ya bilioni 900. Wakati tunalalamika kuhusu elimu ya nchi hii, elimu ya nchi hii inasimamiwa na waziri, katibu mkuu wa wizara, inasimamiwa na hawa maafisa elimu wa mikoa, wa wilaya. Hawa watu wote hakuna mtoto wao hata mmoja anayesoma kwenye shule zenu hizi za kata. Mnajua kwa nini hawasomi? Wanaamini kinachofundishwa kwenye hizo shule sio elimu, ni ujinga ulioboreshwa. Wanataka nyie muendelee kusoma, watoto wenu waendelee kusoma kwenye hizo shule, waendelee kuwa wajinga, na watoto wao wanawapeleka kwenye shule wanazozijua wao, waje kuwa viongozi wa watoto wenu na vijukuu na wajukuu wenu. Ni lazima tuwaoneshe watu hawa mambo haya tunayakera, hatuko tayari nayo, tunayachukia na tunataka yabadilike. Hapa Rungwe nilikuwa nasoma ripoti ya CAG inasema kwenye kila shilingi 57 kwenye shilingi 100 ya maendeleo inayokuja Rungwe haionekani kwenye mahesabu ya serikali. Yaani kuna 57,000 kwenye kila 100,000 ya maendeleo inayokuja Rungwe haionekani. Yaani haijulikani kagi imeenda wapi. Sio kipaumbele chao maendeleo yenu. Mungu wabariki sana kwa kunisikiliza, nisiochukulie muda wenu mwingi. Tutarudi siku nyingine Bavicha na sisi kufanya mkutano wetu hapa, na washukuruni sana. Mungu wabariki sana, tuko pamoja. Peoples.